Naam, ni wakati wa habari za kimataifa, tukiendeleza kuzungumzia machafuko makubwa na kiini cha machafuko haya kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani akiwa ndani yake. Kama Irani kwenye kukubaliana na Marekani washaingia mezani kama hii mara ya pili. Waliingia mezani wakati wa Biden kwa sababu mgogoro wao unaanzia kwenye masuala ya utubishaji wa nuclear, matumizi ya nuclear. Lakini Irani wenyewe wanadai nuclear yao ni kwa ajili ya matumizi ya kiraia. Ya kiraia. Wanawake nuclear zina kazi nyingi katika matumizi, kwa mfano matumizi ya umeme, nishati. Kunatumia nuclear. Kwa maana kuna kama Burkina Faso, Irani wameenda, wapo pale kuna Traore na wanawasaidia kujenga hizo project za kwa hiyo Irani na Traore wana mahusiano mazuri na Burkina Faso, Niger, zile nchi zote za ukanda wa Sahel. Kwa sababu pale Russia, China ni sehemu ya BRICS, wako pale na wana maelewano nao. Ina maana zile nchi za Sahel zenyewe zimechagua kwa upande wa mashariki, sio upande wa magharibi. Sababu kwa muda mrefu sana hizi nchi za Afrika Magharibi zimekuwa zinatawaliwa na nchi za Afrika na nchi za magharibi, yani za Ulaya. Unazungumzia France, walikuwa wamedominate maeneo yale kwa muda mrefu toka zama za ukoloni. Sasa kinachotokea sasa hivi ni miongoni mwa mipango ambayo ya Marekani wanayopewa na Israeli. Sababu ili Israeli iwe great, iwe kubwa, inahitaji kuwa na watu dhaifu karibu yake. Ndio maana walikubaliana kwenye ile mkataba wa Abraham Accord, nchi zile jirani za Kiarabu kuitambua Israeli. Na ndio maana unakuta nchi kama Morocco haiwezi kuongea. Unajua kwamba Morocco kuna sehemu ya nchi wanaikalia, wanaitawala, ambayo hizo nchi za Ulaya na Umoja wa Mataifa upigi kelele. Kuna nchi ambayo iko chini ya utawala wa Morocco. Ile ukanda wa jangwa la Sahara nchi mpaka leo haitambuliki kimataifa, kwa sababu Morocco wao ndo wenye mamlaka. Yani mfano kama unavyochukulia ile Palestina iko chini ya udhibiti wa Israeli, na Morocco nao hivyo wana sehemu iko chini yao. Sasa nchi za Kiarabu baada ya kuingia ile mikataba yote kutokana na hiyo Abraham Accord kuitambua, ndio maana unakuta Saudia hawezi kuongea chochote kuhusu Israeli. Wao wafanye wanachotaka, watapiga, wataua wale wa Palestina, hata kuhamisha wote. Saudi Arabia hawezi kuingia wala kuongea chochote. Bahrain, kwa sababu ya mikataba tayari walishaingia kwenye namna ya kuikubali na kuitambua Israeli. Sasa ile mikataba walioingia ndio wameingia mikataba ya kiulinzi. Ina maana sisi tutakulinda. Maana hapo unazungumzia Marekani. Marekani ndio wamekuja na mkataba hawa wamtambue huyu, ili sisi wewe tukupe ulinzi. Tukulinde. Ukumbuke kwamba hizi nchi za Kiarabu zinatawaliwa na sultanate state. Yani zinatawaliwa kifalme. Kama unataka kuizungumzia demokrasia, basi Marekani wangeanza na Saudi. Hakuna demokrasia, ni ufalme. Leo Marekani na hiyo Umoja wa Ulaya yote, basi wangeingia UAE, United Arab Emirates kule, wote ni wafalme. Wangeenda Kuwait. Kwa nini hawatoi hizo nchi zote walio viongozi walioko madarakani? Kwa sababu hao wote watu wao wako chini yao, wao ndo wanawapa ulinzi. Sultanate of Oman, hakuna rais. Na hata mgogoro huu kati ya Irani
Marekani na Israel waliokuwa mediator hapo watu wakati kusuluhisha haya mambo yaishi ni ufalme wa Oman. Kwa nini leo waende wakasema regime change wakaifanye Iran? Why Iran? Wanasema kuna demokrasia, kuna ukamilishwaji wa haki za binadamu. Kwa nini Oman? Kwa nini Iran? Kwa hiyo wanaenda Iran katika mpango maalum ambao tayari uko kwenye draft toka 2001. Mkeka wao waliotoa mwaka 2001 ulitoka pale kwa Israel. Waziri mkuu wa Israel wakati huo alitoa mkeka kwamba wanahitaji Marekani iwasaidie kubadilisha uongozi katika nchi kama 7. Walitaja ya kwanza, walitaja Iraki, wabadilishe uongozi wa Iraki. Wakaitaja Kanali Muhammad Gaddafi, Libya, mkeka una Syria. Wakaitaja Somalia, wote wamefanikiwa. Sawa. Iran imekuwa nchi ya mwisho. Hiyo Afghanistan ipo humo. Unaona Afghanistan miaka mingapi zimepigwa pale vita mpaka wanamaliza ile biashara. Ya mwisho kwenye mkeka ni Iran, na ndio iliyobaki, ndio wanamalizana nayo wafahamu. Lakini lengo nia na mazumuni watakapoziangusha hizi nchi, State of Israel ndio itakuwa ina nguvu sasa, itainuka, itakuwa hawa ile Mashariki ya Kati yote. Yeye ndo atakuwa mkubwa Mashariki ya Kati. Atakuwa mtu mmoja amebaki, watatafuta namna ya kumzunguka ambaye ni Pakistani. Kwa hiyo katika hizo nchi zote unazozungumzia, nchi za Kiarabu, nchi moja tu ndio inamiliki nuclear, ni Pakistan. Kalim, ambie kwa Pakistan peke yao ndo wanamiliki nuclear. Kwa hiyo Pakistan ndo ana nuclear. Hana nuclear. Nuclear, mikataba ya nuclear kwenye vile shirika la atomic ya duniani waliweka mikataba baada ya vita kuu ya pili ya dunia.